Sisi tumeanza kufanya land survey ni Septemba mwaka 2023. Tumeanza kulipa compensation mwaka 2023 Disemba. Sisi tumeanza kufanya kwa zote ni milima. Sisi tumeanza kufanya leveling work ni Februari 2024. Nimaliza kamisi nimefunga machinery everything ni Disemba 2024. Naanza kujarisha kuprocess graffiti Januari 2025. Mpaka sasa hivi sisi tumejarisha tani ya 3,100 na kitu. Concentrates. Yes. Alafu potentially ipo zaidi ya milioni 14 with all. Graffiti is almost 1 million ton. Alafu sisi nayo PMNC niko hapo 67 na ingine pia 45. Ambazo ndio zinashiriki kwenye nafikia PML ya 27 wote, nafikia around 2.2 B. Baadaye nimeanza kazi baadaye kufikia. Na sisi naenda process next year ni nahitaji process zaidi ya tani ya 15. Sisi kwa ajili ya mageni kampuni ya graffiti na kampuni graffiti nafika kwenye tani ya 3,100. Next year project yetu ni kubwa kidogo. Production pia inahitaji kubwa kidogo. Next year will be reach 15,000 ton. Kwa sababu mmeanza kiwanda hiki kwa kuja kuvuna matokeo ya uchimbaji wa leseni ndogo ndogo za wachimbaji wa graphite ambazo zinafika zaidi ya 40 na ndio zinazozalisha rasilimali inayochakatwa kwenye kiwanda hiki. Nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia swala la mazingira. Naona mnapanua kiwanda kutengeneza maeneo ya kuweka bidhaa kwa wingi zaidi. Kwa hiyo swala la mazingira ni nyeti sana. Sisi pia pamoja na kwamba tuna wakaguzi wa migodi na hizi processing plants, lakini nitumie jukwaa hili kuambia wenzetu wa Baraza la Mazingira NEMC chini ya Wizara ya Mazingira, Ofisi ya Makamu wa Rais, wafike hapa wafanye tathmini ya kuhakiki kwamba uwekezaji unaoendelea hapa ni rafiki kwa mazingira, na waangalie jinsi ambavyo mmehakikisha kwamba vyanzo vya maji havichafuliwi na maji taka yanayoweza kuwa yanatoka kwenye kiwanda hiki. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili, kwa sababu tumepokea taarifa yenu na mmeonyesha tayari mna moyo wa dhati, pamoja na kwamba kiwanda ni kichanga ya kutoa mchango kwenye jamii, ni vizuri zile takwimu ziandikwe ili na sisi tujivunie kwamba kiwanda hiki kimezalisha mali yenye thamani kiasi fulani iliyokwenda kusaidia jamii. Ukijenga zahanati tujue umetumia fedha ngapi. Of course hautajenga wewe mwenyewe bila ushirikiano na halmashauri kwa kufuata kanuni zilizowekwa, lakini tujue ukijenga barabara hiyo daraja uivalue kwenye cash terms, tupate hizo takwimu, kwa sababu ndio inayoonyesha kwamba impact ya wizara hii ni kitu gani. Mheshimiwa Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anachotaka kwenye awamu yake hii ya mwisho ni impact. Kila mradi unaotekelezwa na wizara yoyote tuweze kupima matokeo, tupate cha kujivunia, na vizazi vijavyo tujue kwamba serikali ya awamu ya 6 ilipokuwa madarakani imeacha alama hii isiyofutika, wanaokuja waje waendeleze. Lakini jambo lingine ambalo nimejionea baada ya kufika hapa ni jinsi ambavyo kiwanda hiki kinachakata haya madini. Nimeona mnatumia makaa ya mawe pamoja na kuni. Yaani mnawasha kwa kuni ndio makaa ya mawe yaweze kuchoma. Nadhani kuna teknolojia ipo sokoni na itabidi mfanye utafiti ya kutafuta namna ya kuwasha haya makaa ya mawe moja kwa moja bila kuharibu mazingira. Na nitumie pia nafasi hii kuelekeza taasisi yetu ya madini, shirika la madini la taifa STAMICO, wafike hapa ili waweze kuona namna ya kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya matumizi sahihi ya makaa ya mawe ambayo yanatumika katika kiwanda hiki, ambacho nimeambiwa ndani ya miezi minne wameweza kutumia zaidi ya tani 240,000 tani 250. Kwa hiyo ukigawa hapo kwa wastani sio chini ya tani laki ngapi kwa mwezi.
50, tani 50. Kwa hiyo ni mkaa mkubwa. Na nimeuliza wanatoa wapi, wanasema wanatoa Mbinga, lakini kumbe hata huo mkaa pia STAMICO anazalisha kule Kiwira. Na wao pia ni shirika la taifa la biashara. Kwa hiyo kama wakija kutoa ushauri wa kitaalamu, pengine nao watapata mgao wa soko wa kuweza kuuzia makaa ya mawe pamoja na utaalamu wa namna bora ya kuwasha bila kuhangaika kutumia kuni ambayo ndio unatumia sasa hivi. Lakini pia nimefurahia dhana mliokuja nayo na nipongeze mkurugenzi kwamba baada ya kuona wanatumia kuni kuwasha huu mkaa, mkawataka wapande miti. Hiyo sera ya kupanda miti inaenda sambamba na uhifadhi wa mazingira ili tuhakikishe kwamba hatuji kuharibu misitu yetu kwa sababu ya kukata kuni ya kuja kuwasha moto hapa. Lakini sambamba na hilo, nimefurahi kwamba mmetengeneza EIA, taarifa ya athari za kimazingira ya uwepo wa kiwanda hiki hapa. Basi naomba msimamie jinsi ilivyoelekeza kwa ajili ya kulinda mazingira yetu. Tunaendelea kuwapa elimu mbalimbali, elimu ya mazingira, sheria, taratibu, kanuni, na pia tunafanya nao vikao kuhusiana na bei elekezi ya madini, na wenyewe wanazungumzia changamoto zao za bei kwa sababu ya kule wanakopeleka. Lakini tunakuwa tunabishana kwenye bei, lakini tunafika kwenye makubaliano. Kwa hiyo tunawapa usaidizi wa kutosha ili wasikwame, kwa sababu na sisi tunawategemea, na ndo kiwanda chetu cha kwanza cha uchenjuaji wa madini ya graphite kwa mkoa wa madini Morogoro. Lakini pili, tunawasisitiza wafanye vikao na kwa kushirikiana na halmashauri yetu, kwa mkurugenzi wetu, wafikie muafaka kwenye masuala ya CSR ili waweze kuwapa huduma wananchi wetu wa eneo hili. Kwa hiyo kwa sasa, kwa taarifa yao ni kwamba wamefikia katika muafaka mzuri, lakini pia tunashukuru kwamba kwenye masuala la kulipa compensation wao wamefanya vizuri. Kwa hiyo hii itasaidia pia kuleta mahusiano mazuri na jamii ambayo inazunguka katika hili eneo, lakini pia ajira. Wananchi wa eneo hili wanapata ajira, hususan kipindi ambacho huwa tunafunga mzigo tunapokuwa tunafanya export. Kwa hiyo kwa kiwanda hiki hapa kilipo na huduma hizo wanazotoa na ajira ambao wanapata baadhi ya wananchi, ni kwangu nimefurahi sana. Ni kwamba labda tu labda ndio swali, kama nyinyi mna process graphite hapa, je, ikitokezea mchimbaji mdogo ana mgodi wake, ana pemo yake pembeni, je, ni uhusiano wenu jinsi ya kuweza kuwauzia nini? Kwanza inawezekana awauzie? Kwa hiyo niko naomba kama hilo lipo, Mheshimiwa Naibu Waziri, basi watu wengine wakipata maeneo yao na nini, kuna utaratibu mzuri wao kuwauzia ili iwe soko, ili wachimbaji wadogo na wenyewe waweze kunufaika. Kwa sababu mara nyingi, Mheshimiwa Naibu Waziri, tulikuwa tunalalamika sana huko nyuma, na nafikiri hata kwenye ripoti za RMO na ripoti nyingine kwamba tunalalamika sana kwamba Morogoro kwamba tuna madini aina nyingi lakini hatuna masoko. Sasa hii tayari tushapata soko, lakini tunahitaji sasa ushirikiano kati ya wenye kiwanda hiki na hao wachimbaji wadogo.